Kuna watu ugonjwa uondoki kwa sababu ya dhambi. Kweli unasali, lakini usipoacha dhambi ugonjwa uondoki. Kweli wewe ni mlokole, kweli wewe ni msabato, kweli wewe ni mwangilikana, kweli wewe ni msabato, kweli wewe, lakini usipoacha dhambi ugonjwa uondoki. Kwa sababu dini haiondoi dhambi. Dhambi ni mtu anaamua afanye mahusiano mazuri na Mungu. Amen. Amen. Amina. Nisikilize uone nguvu ya dhambi. Kwa mfano, sasa hivi watu wamefunga kwa lazima, si ndio? Na tarehe 6 tunafungua. Tarehe 5 na tarehe 6 waliofunga wanafungua. Wamefunga nini? Kwa mwezi gani? Mwezi mtukufu. Sema mwezi mtukufu. Si ndio mwezi mtukufu? Mwezi wa toba, si ndio? Si ndio? Si ndio? Lakini wakifungua kama walivyofunga wenzetu wale Waislamu, walipofungua baa zote zikafunguliwa, wakaalikwa wote, jamani, kesho disco. Tumefungua. Kwa hivyo mtu wa Mungu ni ambaye hakwenda disco. Na Wakristo nao inawasubiri, wakifungua tu unawasikia, jamani, ukumbi fulani disco la kukesha, nyama za kukanga, yaani mnacheza mpaka asubuhi. Unashangaa aliyefunga siku 40 anaenda kufungua kwa kunywa pombe na kukata kiuno. Umeona hiyo mchezo wa shetani? Umefunga 40, yani paka umekonda, jamani, tafuta Mungu, moyo wa toba, jamani. Unafungua unaishia tembo, unaishia bar, unaishia disco, gesti zote zinajaa. Walikuwa wamefunga hawaendi, wamefungulia uzinzi sasa. Sasa ina maana gani ile toba uliofanya? Ule mfungo una maana ipi? Mefunga, unajikondesha, unatema mate, ni nini mefunga? Halo? Halo? Ina maana hiyo? Anafungua, anakuambia, unawakuta Wakristo wengine hawaendi baa wala disco, unakutana pikipiki zimebeba kileti za bia, zinapeleka manyumbani kwao, tuenda kusherehekea Pasaka. Tukao tumefunga. Walikuwa wamefunga hawanywi pombe, wamefungua wanasoma makileti ya bia.